Mbele yenu hapa naitwa Dr. Patrick Pantaleo Bilikundi. Ni mratibu wa huduma za tiba katika hospitali yetu ya mkoa wa Tabora Kitete, lakini pia ndo nimekaimu ofisi ya mganga mfawidhi kwa muda huu. Mkubwa wetu wa taasisi yupo nje kwa shughuli nyingine za kitaifa. Ndugu waandishi wa habari, nimewaita leo hii asubuhi ya leo. Kuna jambo moja ambalo nilikuwa nataka tuweze kushirikiana kulifikisha kwa jamii, tukihitaji kulitolea ufafanuzi sisi kama taasisi. Nadhani mnatambua kwamba kuna kiongozi mwenzetu ambaye jana aliendesha kikao na wananchi, mbunge wa viti maalum. Wote tulishuhudia siku ya Jumapili jana jioni, alikutana na wananchi katika kufafanua hoja zake au sera zake. Akawa amezungumzia huduma tunayoitoa sisi kama taasisi, akigusia kwamba kuna kitengo mojawapo katika taasisi yetu kina changamoto, kitengo cha kuhifadhia miili maarufu kama mortuary. Katika hoja zile ambazo alizungumza kwamba ana ushahidi nazo, alizungumza kwamba katika kitengo chetu tuna utaratibu wa kutoa charges au kuwatoza wananchi pasipo ulazima na kugeuza kile kitengo kama SACCOS, manake sehemu ya kukusanyia mapato pasipo ulazima. Naomba nianze kwa kukanusha, kwa kusema kwa hoja ile aliyoitoa si kweli, si sahihi, kwamba sisi tunapokuwa tunatoa huduma zetu tunakuwa tunapeleka mwili, tunauchaji shilingi 40,000 na kuongeza gharama nyingine ilimradi tu tujipatie kipato. Kwa kweli hizo ni taarifa ambazo naomba niseme kwa niaba ya taasisi na watumishi wote kwamba hizo ni tuhuma ambazo si za kweli. Sasa ningependa nichukue nafasi hii labda nifikishe taarifa kwa umma, utaratibu ukoje au huduma hiyo ikoje. Kwa kweli kutokana na miongozo ya kuhifadhi mwili wa marehemu ni lazima upitie mortuary. Kile ni kitengo kinachojitegemea katika hospitali yetu na kina taratibu zake katika kutoa huduma kwa wapendwa wetu wanaokuwa wamepoteza maisha. Kwa mpendwa wetu anapopata janga hilo la kupoteza uhai, akiwa wodini, akiwa sehemu yote ile, lazima apite katika hicho kitengo ili aweze kufanyiwa taratibu zingine zote za kimaandalizi na kidata au kiregistry ili aweze kupata huduma husika. Na hii yote inafanyika hivyo ili katika kuweka rekodi au kuweka mambo sawa katika kuhakikisha usalama wa yule aliyepoteza maisha, anachukuliwa na familia sahihi au na ndugu sahihi. Lakini pia ni moja ya sehemu ya kusaidia katika njia za kujikinga na maambukizi katika sehemu za hospitali. Lazima mwili pia upitie mazingira uwekwe katika hali ya usawa ili na ndugu anapochukua tujue kabisa hawako katika hatari yoyote. Na hiyo ni kuendana pia na kuzingatia taratibu za miongozo iliyowekwa na Wizara ya Afya chini ya serikali yetu kwa ujumla. Sasa labda kwa ufafanuzi wa gharama tunazozichaji au tunazozitoa pale kwa huduma hii. Cha kwanza kabisa, mwili unapotoka sehemu ulipokuwa, manake ikishathibitishwa kwamba amefariki, ule mwili utaenda ile nyumba kuhifadhia au mortuary. Na kama mwili utakaa chini ya masaa 24, hakuna gharama yoyote inayotozwa. Lakini endapo utatunzwa kwa zaidi ya masaa 24 kwenda mbele, gharama kwa siku ni shilingi 10,000 tu. Na kama tunavyojua kwamba mwili ukiingia mle, kama ndugu ataona tunahitaji kuutibu, kuwekea dawa katika kuutunza usiharibike, ridhaa ya ndugu ndio itakayosema tunahitaji ufanyiwe hiyo huduma. Ndugu atachangia dawa za kusaidia kuutunza ule mwili, nayo ni gharama ya shilingi 30,000 tu. Kwa mbali na hapo hakuna huduma gharama yoyote ambayo ndugu atakayoingia kama sehemu ya ule mwili kupita katika lile jengo. Lakini pia kama mwananchi ameona kwamba amepata ndugu yake amefariki akiwa nyumbani, kuna wengine wanaomba kuja kuhifadhi katika hospitali yetu ya mkoa wa Tabora katika kile kitengo cha mortuary. Pia mwili wa marehemu aliyefia nyumbani akiletwa katika hospitali atachangia
15,000 kwa ajili ya kufungua faili, kwa sababu tunapomhifadhi hapa lazima ingie katika records za kwamba amepewa huduma katika hospitali yetu, na sisi utaratibu wa kuhesabika kwamba umepewa huduma ni katika mifumo yetu ya records, tunasema patient file. Kwa kupata ile huduma ya patient file ni 15,000 na ni bei ambayo sawa na mwananchi ambaye angekuja akiwa yuko hai. Kwa hatuna gharama kwamba kwa sababu huu ni mwili tuchaji zaidi. Hapana, anapata huduma kama mwananchi mwingine ambavyo angepata. Na pia gharama zinaendelea vile vile, kama utalala zaidi ya masaa 24 maana yake atalipia shilingi 10,000 kwa ile siku, na kama ataomba pia ule mwili upewe tiba au utibiwe, utunzwe usiharibike, gharama ni zile atachangia 30,000 kwa ajili ya zile dawa zitakazotumika, na pale atakapohitaji kuchukua atapewa mwili wake kwa wakati na muda uliotajwa na serikali. Nadhani inafahamika kwamba muda wa kuchukua mwili katika taasisi yote ile au katika hospitali ni ule muda wa kazi, saa 12 asubuhi kwenda mbele mpaka saa 12 jioni. Mbali na hapo, miongozo hairuhusu mwili kutoka ndani ya taasisi, labda kwa kibali maalum tu cha serikali ambacho miongozo ipo, akielekezwa anafuata, anapata kibali, mwili unaondoka. Nazidi tu kutoa rai kwamba katika utoaji wa huduma katika sekta ya afya ni moja ya kitengo ambacho tunatoa huduma kwa weledi, kwa utu na pia kwa kufuata misingi ya kitaaluma. Sisi hatupendi sana kufanya vitu kwa ajili ya kumuumiza mwananchi. Yule ni mteja wetu, na kama alivyo mteja kwa kiongozi aliyekuwa anaongea nao. Kwa inapotokea kwamba kuna mkanganyiko wa taarifa, sisi tunawakaribisha katika hospitali yetu. Ofisi ya mganga mfawidhi ipo wazi masaa 24 kupokea changamoto hizo na kuzifanyia kazi. Na kwa yote yule ambaye ataona anapata ugumu, tumeweza kuanzisha kundi la jamii ya wanatabora, anaweka mle hoja zake zinatatuliwa. Namba za simu za viongozi za uongozi wa hospitali zote ziko wazi, kwa mwananchi yote anaweza akapata huduma kwa muda wowote atakapokuwa amepata changamoto. Naomba niseme asanteni sana na washukuruni sana.